Tunaye hapa Sergeant Steven, mkufunzi wa mbwa na mtaalamu wa ufugaji wa mbwa kutoka Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora. Lakini vile vile tunaye daktari wa mifugo, hasa daktari wa mbwa na mwongoza mbwa afande Frank, ambaye pia utamsikia hapa. Na moja kwa moja tufungue mazungumzo yetu kwa kuangazia umuhimu wa ufugaji mbwa. Tukianza moja kwa moja na mkufunzi wa mbwa Sergeant Steven, kwa nini ni muhimu kuwa na mnyama huyu mbwa? Asante kaka Chris. Ni muhimu katika maisha ya binadamu kuwa na mnyama huyu nyumbani kwa sababu moja. Ndio. Kwanza, mbwa ni mnyama pekee duniani, sio Tanzania wala sio kusema Afrika, duniani, mnyama mwaminifu na ni mnyama rafiki kuliko wanyama yoyote yule unomfahamu. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la mbwa, ukisema mbwa ni nini, mimi naweza nikakueleza mbwa ni mnyama wa kufugwa na binadamu ambaye ni mnyama rafiki na ni mwaminifu kuliko wanyama wote duniani. Rafiki na mwaminifu kuliko mnyama mwingine yoyote duniani. Ndiyo. Mbwa. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ni mnyama pekee ambaye ukiwa naye karibu anakupatia kile unachohitaji. Yes. Ukiwa naye na karibu, ni mbwa wote wanaweza kukufanya hicho unachosema? Yes, ni mbwa wote wanaweza kufanya hicho ninachosema. Na kuna mafunzo maalum lazima wapitie ili waweze kuattend hivyo. Na huko kuwa naye karibu ndiko unazungumzia nini hapa? Ni hayo mafunzo au kuishi naye karibu? Mbwa yoyote unapokuwa naye nyumbani, cha kwanza ni lazima mfanye sehemu ya familia. Ndio tunapozungumzia swala la ukaribu. Kuna watu wengi sana wanafuga mbwa lakini hawajui zile kanuni za ufugaji wa mbwa. Wengi sana wanafuga mbwa kiholela. Mbwa unapomfuga, cha kwanza utakiwa kumfuga kama mnyama wa kumtelekeza. Unatakiwa umfanye kama sehemu ya familia. Unavyowachukulia watoto wako nyumbani, basi na yule mnyama unatakiwa umchukulie vivyo hivyo. Kwa maana ipi? Kuanzia chakula, malazi yao na sehemu wanazoishi, kwa maana ya nyumba. Watu wengi sana wanatumia kauli moja ya kusema na banda la mbwa, lakini mbwa hana banda, mbwa ana nyumba ya kulala. Yaani kama mtoto wako ambavyo huwezi kutamani aishi ovyo, ndivyo mbwa wako hapaswi kuishi ovyo. Yes, ndio tunachomaanisha hapo. Umhesabu kwenye chakula, umhesabu kwenye malazi na kwenye masuala ya huduma zote za kiafya. Ndio tunachomaanisha. Na huo ndio ufugaji sahihi. Yes, huo ndio ufugaji sahihi. Yaani ili uwe na mbwa bora na mbwa ambaye anaweza kufanya chochote unachotaka wewe. Kwa sababu mimi ninapokuwa na mbwa wangu, mimi ndo nakuwa master wake kumuongoza chochote ninachohitaji. Sawa. Ili yule mbwa afanye ninachotaka na anisikilize ninachotaka, lazima nione karibu, nimjengee urafiki. Anaponiona mimi, sawa, ajue master wangu amefika. Na akija mgeni anatambua huyu ni mgeni, sio yule mhusika wangu ananihudumia. na ili awe hivyo ambavyo kama ulivyoeleza, anatakiwa awe uanze kumtreat akiwa bado ni mdogo kabisa, au pale tu unapompata yule mbwa wako, haijalishi mkubwa, mdogo, mchanga? Mbwa kuna aina mbili za kuwa treat, means kuwafundisha ili wapate mafunzo yale kamili. Cha kwanza kuna kitu tunaita development. Mbwa mdogo ambaye kuanzia miezi 3 unatakiwa umfanyia development ya tabia zake, baada ya kujua huyu mbwa ana tabia gani. Mbwa ana tabia tofauti tofauti. Kama kuna mfugaji wa mbwa atanielewa hiki ninachoongea. Wanapozaliwa mbwa wadogo, ukiwaachia nje, utakuta kuna mwingine anabeba vitu, anahamisha, anapeleka sehemu nyingine. Na kuna mwingine atakutafuta ulipokaa, atafika mpaka ulipo. Au ni mbwa wawili ambao wana tabia tofauti. Na kuna mwingine utamkuta yeye anakimbia tu, anarukaruka. Hiyo pia ni tabia nyingine ya mbwa ambao kwa sisi ambao ni wataalamu wa mbwa tuko kule, tunajua huyu mbwa ni wa nini, huyu wa nini, huyu wa nini. Kwa hiyo ili ukimkuta mmoja ana tabia yako unaoitaka, sisi tunasema unaifanyia development. Unaiendeleza ile tabia ili iwe tabia anaoiishi kila siku.
Kama huyu kiruka njia huyo ni mbwa wa michezo. Huyo wa michezo. Yes, mbwa wa michezo ambaye unaweza kumfundisha kuruka viunzi, unaweza kumfundisha kucheza na mipira hii. Na unaweza kumfanya kile unachotaka, ila kiko upande wa michezo. Yule anayebeba vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kuvingata-ngata, huyo ni mbwa ukali. Yaani unaweza kumfundisha mbwa ambaye anaweza kuwa aggressive kwa ajili ya ulinzi. Yes. Na yule ambaye anaweza akakutafuta popote ulipo, yani ukiwafungua tu utashangaa kako miguuni. Ukitoka ukihama kwenda sehemu nyingine utashangaa kamezunguka kamekuja. Au ni mbwa ufuatiliaji na unusaji. Ndio tabia zao tunapozitambua mwanzo. Okay. Kwa hiyo tunawafanyia development kuziishi hizo tabia ili waje watupe kile sisi ambacho tunakihitaji. Aina ya pili ya kumtreat mbwa au kumfundisha mbwa ili awe unaoitaka ni kumfanyia bonding. Kumlazimisha au kumrithisha kile unachokihitaji wewe kwa kumkomandi. Na mbwa ni kuanzia miezi 6 na kuendelea mpaka miaka 9. Mbwa huyo anafundishika mpaka miaka 9. Yes. Na ni kuanzia miezi 6. Unaweza ukamkuta katikati ana miaka 3 ukaanza kumfundisha vizuri tu. Na hawezi kukataa chochote. Mimi nazungumza sio kwamba Insachi, nashukuru jeshi la polisi nimesomea hiki kitu. Ila pia nimeishi hiki kitu ndani ya miaka 12. Naishi na hao wanyama, kufundisha, kuelekeza mtu namna ufugaji hivyo. Kwa hiyo ndio maana nazungumza kitu ambacho nakifahamu. Develop tabia ya huyu mrukarukaji wa michezo kataka awe wa ulinzi. Ndio. Bila shaka huwezi pata matokeo unayohitaji. Hayawezi kuwa mazuri kwa 100%. Lazima kutakuwa na mapungufu kidogo. Atakuwa mbwa wa ulinzi na atafanya zile kazi, lakini hatofanya kama ule mbwa wa ulinzi ambaye unampata huko akiwa anangata-ngata vitu. Yes. Na wapo wanaoamini kwamba kufuga mbwa kwa mtindo huo ni gharama kubwa sana. Ndio. Ni kweli? Ni sahihi, ufugaji wa mbwa ni gharama. Yaani unaposema tu unafuga mbwa, kuanzia chakula chake mpaka unapokuja kumhudumia yeye mwenyewe ni gharama kubwa mno. Sawa, lakini kutokana na maisha yetu basi kuna njia tunaelekezana, zile gharama zinapungua na mtu unafuga mbwa katika ufugaji sahihi kabisa. Kwa sababu huwezi kuafford gharama zote. Ukisema ufuate lishe sahihi ya mnyama, nadhani baadaye mwenzangu hapa daktari ataelezea, ni gari sana. Lisha mbwa mmoja inaweza kaenda almost hadi milioni kwa mwezi. Mbwa mmoja. Yes. Na kumfunza mbwa lazima tupite kwenye vitengo kama vya kwenu jeshi la polisi, au mtu anaweza kufanya mwenyewe nyumbani? Kufanya mwenyewe, kwa sababu siamini kama kuna watu ambao kwa Tabora siamini kama kuna watu ambao wamepita hiyo kozi, sababu si jeshi la polisi linatupeleka kozi ya miezi 3 kwa ajili ya kuwasoma wanyama na kuwafundisha. Sasa siamini kama mtaani huku kuna mtu amepita hiyo kozi. Ila wapo watu ambao wanapitia mitandaoni. Dunia sasa hizi ishakuwa pana. Watu wanapita mitandaoni, anakopi kile kilichopo mtandaoni, anamtiti mbwa wake. Yes. Lakini kwa misingi sahihi ya ufundishaji, ukija kikosi cha mbwa na farasi kwenye jeshi la polisi popote Tanzania, utapata misingi sahihi ya ufundishaji. Huko kumleta mbwa wangu tuition ni gharama kiasi gani? Na itachukua muda gani kufundishwa, alafu asema sasa huyu amefuzwa anaweza kuendelea na maisha? Ni mwezi mmoja. Mwezi mmoja tu? Mwezi mmoja nafundisha mbwa na kupatia mbwa wako. Na wengi ni mashahidi ndani ya mkoa wa Tabora, tushawafundishia wengi tu. Na kiletwa anabaki huko ama unakuwa unaenda na kurudi? Ni best zaidi ya kabaki. Ili mimi ni deal naye kwa huo mwezi mzima, asubuhi, mchana na jioni, apate mafunzo sahihi. Akija na wewe nakuelekeza nini cha kufanya na hawezi kukataa kile nitakachokwambia. Hicho kipindi cha mwezi mmoja anakuwa mwenye mbwa anakuwa anakuja ili mbwa asije akapoteza kumbukumbu. No, mbwa kwenye kumbukumbu mbwa kwanza life span ya mbwa ni miaka 12 hadi 13. Ndio. Anakufa, yani anakufa kifo cha kawaida hicho. Kifo cha kawaida. Miaka 12 13 ndio life span yake, lakini katika kusoma wanasema mbwa ana uwezo wa kutunza kumbukumbu zaidi ya miaka 40. Sasa wanasayansi sijui waligundua nini hapo. Kwa ubongo wake una uwezo mkubwa
kuliko maisha yake anayoishi. Yes. Kwa kumsahau bosi wake ni jambo gumu sana. Mfano hata hapa mzee Chazi ni mfugaji, ana mbwa wake. Tulimtrainia. Wale mbwa walikuwa wakorofi, akawaleta pale. Tulikaa nao mwezi mzima na tukamrudishia, na yeye mwenyewe ni shahidi, kama angekuepo hapa angekiri. Kumbe hata ukiwa na mbwa mkorofi nyumbani, tuna uwezo wa kumrudisha kwenye hali ya kawaida. Mbwa mkorofi anakuaje? Mbwa mkorofi ni mbwa asiyesikiliza amri za master. Unaweza kumwambia acha, akakufokea. Ukienda kufungua banda anakufokea, anataka kukuuma. Basi kuna namna sisi tunaenda kumtreat kule, anakaa sawa. Hivi ukiachilia mbali hayo yote ambayo umeyazungumza, huyo mbwa ana uwezo wa kumwagiza sokoni akaenda akanunua vitu na akaleta? Hayo ni mafunzo. Pia yanaweza kufanyika, lakini kwa upande wetu sika jeshi la polisi atufundishi hivyo vitu. Jeshi la polisi linadili na vitu vitatu tu. Okay. Tunadili na mbwa ukamataji, tunadili na mbwa ufuatiliaji na unusaji wa nyara za serikali, madawa ya kulevya na milipuko. Yes. Sikilizaji, tunazungumzia umuhimu wa ufugaji wa mbwa, na kama ulivyosikia ndio mnyama pekee rafiki na mwaminifu zaidi. Wataalamu wanasema ndio mlinzi asiyepokea rushwa. Ni sahihi kabisa. Tumeambiwa mwanzo Christian kwamba kuna gharama pia za utunzaji hao mbwa. Nikakumbuka pia tunaye daktari. Maana moja kati ya gharama zilizomo nadhani hata hizi za kuhudumia hao mbwa daktari anaweza kutuambia vizuri. Daktari anajua kuhusiana na masuala ya chakula, malazi, wanapata chanjo. Kila kitu. Chanjo ni muhimu. Tuende moja kwa moja hebu daktari kwenye namna ya kumhudumia mbwa sasa kwenye hali yake ya kiafya. Kwenye swala zima la ufugaji bora wa mbwa, hata mifugo mingine, lakini tuende moja kwa moja kwenye mbwa, kuna vitu ambavyo basic lazima wewe kama mfugaji uwe unavizingatia. Jambo la kwanza, lazima uwe unazingatia lishe iliyo bora kwa kile kiumbe ambacho unakifuga, ambao ndio mnyama wetu. Pia lazima uangalie makazi na malezi yake. Lakini jambo la tatu ni uangaliaji mzuri wa afya, ambapo hapo sasa ndo imechanganua yote, kwamba kwenye swala anaumwa anatibiwaje au haumwi, maendeleo yake yako vipi mpaka kuja kufika kwenye matokeo. Kwa hivyo vyote ukivizingatia utapata matokeo ambayo ni sahihi sana. Sasa tunapokuja kwenye swala zima la uangaliziaji wa afya, watu wengi wanapenda yani mnyama wake aonekane na daktari pale ambapo tayari ana shida. Sasa kiufugaji ambao ni sahihi inakuwa hapo tupo nje ya mifumo. Kwa hiyo tunalazimika kwamba lazima tuwe kuna records of zile book of records kwa ajili ya maendeleo ya mnyama wako, kwamba kila baada ya wiki labda natakiwa nimuogeshe, lakini kila baada ya wiki nimpime uzito kuona maendeleo yake. Sio nitokee kwamba tayari ameanza mbwa hali ndio nikimbie kwa daktari, hapana. Kwa kama mtoto anapopelekwa kliniki kupata chanjo kila mwezi na kupata kupima uzito, ndivyo mbwa anapaswa kuwa. Ndio maana tukasema mbwa ni sehemu ya familia. Kwa kweli. Namchukulia kama sehemu ya familia na sio kumtelekeza kama tunavyofuga kuku, kwa ameingia bandani asubuhi mwachia kaondoka. Ataenda kujichungia huko, atarudi mwenyewe. Mimi na swali hapa haraka na linanijia. Mmesema kwamba huyu mbwa anatakiwa atreatiwe kama anavyotreatiwa watoto au binadamu yeyote. Ni magonjwa yapi ambayo mbwa huyu anayapata? Anaweza akaugua malaria? Okay. Nashukuru kwa swali zuri. Mbwa kama mbwa ana magonjwa yake. Lakini pia magonjwa pia yanategemea na hizi season tunasema. Lakini kuna yale magonjwa kwa haraka ambayo ni muhimu pia mfugaji yoyote atakiwa awe anakuwa na uelewa nayo. Kwa mfano kuna issue ya minyoo. Kama binadamu alivyo, basi na mbwa nao pia minyoo ina waathiri sana. Kwa hiyo sasa minyoo sio tunapenda sisi watu wengi tunapenda kutibu pale ambapo tunaona dalili zimetokea. Lakini kabla ya hapo lazima tuende katika ile system ambayo inatakiwa ifuatwe, kwamba kila baada ya miezi mitatu mbwa atakiwa apate chanjo yake ya minyoo. Maana minyoo ile ni chanjo kila baada ya miezi mitatu. Sasa wafugaji wengi hapo wanaweza kawa wanatoka nje ya misingi mpaka pale daktari utakapofika, utakapoona ile hali na utaanza kumshauri. Lakini na hii minyoo anaipataje huyo mbwa?
Okay, minyoo mbwa anaipata, kuna aina 2 au 3. Kuna minyoo ambayo tunasema anapata mtoto kwa mama kipindi yule mbwa ni mdogo wakati wa kunyonya. Lakini pia kuna minyoo ambayo inapatikana kwenye vyakula, kwa sababu kuna watu ambao wanawapa mbwa wao vyakula vya kupika, wengine wanakuwa wapiki vile ambavyo vinatakiwa. Kwa hiyo mbwa anapata pale. Lakini pia mbwa anavyocheza kwenye udongo na chimba chini, pia wanaweza akumulate minyoo pale. Kwa njia sahihi ni kuwapa chanjo kila baada ya miezi 3 ili waweze kufanyaje, waweze kuovercome hilo tatizo. Lakini pia kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza akawapata mbwa, kwa sababu mbwa tumesema kama ni part ya familia. Kwa hiyo kuna baadhi ya magonjwa mengine yanaweza akawapata. Kwa mfano, kuna issue za kuharisha wanaweza kupatikana. Lakini pia kuna issue za, kuna magonjwa ambayo wafugaji wengi wanajua. Kuna ugonjwa unaitwa parvo, kuna ugonjwa unaitwa canine distemper, kuna ugonjwa unaitwa hepatitis pamoja na leptospirosis. Haya ni magonjwa muhimu sana ambayo mbwa anaweza akayapata, lakini tunaweza tukaya-overcome kupitia, kuna chanjo ambayo inaitwa DHLP. DHLP ni chanjo ambayo imecontain haya magonjwa 4, ambacho ile D inasimama badala ya distemper ambayo ndio canine distemper, lakini H inasimama badala ya hepatitis. Ile L inasimama badala ya leptospirosis, na ile P ya mwisho inasimama badala ya parvovirus. Kwa hiyo hii ni chanjo ambayo basically mbwa anatakiwa aanze kuchomwa akiwa na mwezi mmoja. Mbwa anayezaliwa akiwa na mwezi mmoja anatakiwa aanze chanjo yake ya kwanza. Akifika mwezi wa pili anatakiwa achomwe tena ya pili. Akifika mwezi wa 3 anatakiwa achomwe chanjo ya 3. Alafu baada ya hapo atakuwa anaanza kuchomwa kwa kila baada ya miezi 6 au kwa kila baada ya mwaka. Kwa hiyo hizi tunatofautiana kidogo, kwa sababu hizi chanjo pia zinakuja kutokana, kila chanjo na maelezo yake. Okay. Kwa hiyo kuna nyingine zinasema kila baada ya miezi 6, nyingine baada ya mwaka, kila baada ya mwaka. Kwa hiyo ni chanjo muhimu sana kwa wafugaji, watakiwa wawe makini nayo sana. Hebu kwa haraka sana tupitishe kwenye neno kichaa cha mbwa. Okay. Kichaa cha mbwa ndio ugonjwa unaofahamika zaidi sana. Wafugaji wengi sana wanaogopa na wanaufahamu, kwa sababu pia una matokeo ambayo sio mazuri sana kama itamkuta mtu. Okay. Kichaa cha mbwa ama rabies ni ugonjwa ambao unasababisha, yani unaambukizwa, unaweza ukatoka kwa mbwa kwenda kwa binadamu. Lakini mbwa ndo anakuwa amekeli vile virusi. Hiyo ni viral disease ambayo inasababishwa na kirusi moja inaitwa Lassa virus. Kwa hiyo sasa kichaa cha mbwa moja kwa moja, mbwa akija kumwataki yule mtu anaweza kumsababishia. Lakini inakuwa na incubation period yake ambayo ni siku 14. Kama mbwa yeye mwenyewe atakuwa na kile kichaa, hawezi kuvuka ndani ya siku 14, lazima awe amekufa. Sasa nitagundua vipi kwamba mbwa wangu ana dalili au ana kichaa cha mbwa? Cha kwanza kabisa, kwa sababu huu ni ugonjwa ambao unahitaji chanjo, lazima tujue kwamba mfugaji yoyote lazima awe makini sana na chanjo ya hii kichaa ambayo inatolewa kila baada ya mwaka. Ukichoma mwaka tena unarudia, kila baada unarudia. Sasa kuna dalili ambazo ni muhimu sana, ambazo kwa dalili kuu 2 muhimu sana kwa mbwa. Cha kwanza tunasema kwamba mbwa anakuwa photophobic. Ukisema photophobic maana yake anakuwa, yani photo maana yake ni mwanga, phobic ni fear, anaogopa mwanga. Yani mbwa wako akiona mwanga anajificha, yani muda wote anataka kukaa gizani. Ukiona mabadiliko hayo unaanza kunotice kitu. Lakini dalili ya pili nyingine ambayo ni kubwa sana inaitwa hydrophobic, anaogopa maji. Ukimpa maji mbwa wako anakimbia, au kama kuna kitu anaona kitu ambacho si cha kawaida. Sasa ukiona hizi dalili 2 muhimu, unaanza kunotice kitu kwamba mbwa wangu ana changes. Sasa utafanyaje? Lazima hapo umtengenezee karantini au mconfirm same wa upime kile kipindi cha siku 14. Kama ni kweli ni kichaa, ndani ya zile siku 14 huyo mbwa hawezi kuvuka. Lakini pia lazima uchukue
tahadhari, kwa sababu ule mbwa hataki kufanyaje kuja kufanya nani na mtu mwingine, kwa sababu akija kumzuru mtu mwingine maana yake moja kwa moja atamwambukiza. Tushasema mwanzo hiki ni ugonjwa kuambukiza. Kwa hiyo kwa mfugaji yoyote ambaye anazingatia chanjo, lakini pia kwa mfugaji ambaye anakuwa na wanyama kama hawa, lazima angalie hizo dalili kuu mbili ambazo ni muhimu sana.